Huko mtandaoni mjadala ni mkali sana, hususan katika nchi za Afrika kuhusiana na bifu la P Square, nikiwa namaanisha Peter Okoye na ndugu yake Rude Boy au Paul Okoye, unaweza kumuita hivyo, Rastafarian. Sasa tunafahamu bifu lao limekuwepo kwa muda mrefu sasa. Sasa hivi kila mmoja anaonyesha uwezo wake katika kuperform na kusimamia kazi zake, lakini Mr. P au Peter Okoye amekuwa akitumia jina la Mr. P Square, yani yeye kama ndio Mr. P Square mwenyewe, lakini utata upo kwa mashabiki ambapo wanasema Mr. P Square anapaswa kuwa King Rude Boy kutokana na nyimbo ambazo ameziachia siku za karibuni au kwa miaka hivi karibuni zimefanya vizuri sana, kama Reason With Me, Audio Money, lakini pia rekodi kama Nkenji Keke na nyingine nyingi ambazo amezitoa. Sasa tofauti na ndugu yake ambaye ni Mr. P Peter, ambapo ametoa baadhi ya kazi lakini hazienda mbali sana kama ilivyo kwa Rude Boy. Lakini ile sauti ya P Square, wengi wanasema kwamba mashabiki, kwa mujibu wa mashabiki katika mitandao mbalimbali ya kijamii, credit nyingi zimekuwa zikimwangukia King Rude Boy, kwamba huyu ndiye alikuwa akilibeba kundi la P Square, lakini wengine wanaenda mbali wanasema ni Mr. P. Lakini ukija kutofautisha na uhalisia ni kwamba Mr. P amekuwa afanya vizuri sana baada ya kundi kuvunjika, lakini kwa Mr. Paul Okoye au King Rude Boy amekuwa akifanya vizuri. Sasa tunafahamu yupo katika tour yake nchini Australia, amekuwa akipokelewa vizuri na kupewa heshima kubwa sana, lakini ndugu yake pia naye ameendelea na show yake huko nchini Afrika Kusini ambako naye pia amepokelewa vizuri sana. Lakini mjadala ambao upo katika mitandao ya kijamii baada ya Peter kubadilisha tarehe ya kuzaliwa na pacha wake. Ikama hali hiyo wengi wamechukizwa sana na kitendo hicho, kwamba una change vipi tarehe ya kuletwa duniani, na ambapo yeye ameipeleka tarehe 30 na ndugu yake atasherehekea tarehe 18. Lakini Rude Boy amekuwa kimya, kitu ambacho wengi wamempongeza kwamba ni ukomavu katika changamoto ambazo zinaendelea. Na ukifuatia katika wimbo wa King Rude Boy unaitwa Focus, amekuwa akiutumia sana siku za karibuni kwamba yeye ni mtu wa kufocus tu, sio mtu wa drama. Kwa wale ambao wameusikia wimbo wa Focus, tuambie chini hapa, unaamini kabisa kwamba kwa upande wako wewe, baada ya kundi hili kuvunjika, nani amekuwa akikukosha zaidi kati ya King Rude Boy na Mr. P? Hizi ni baadhi tu ya show za King Rude Boy, lakini pia live performance anapofanya mazoezi yake mara kadhaa sana. Ni kwa nadra sana amekuwa akitumia tungo za P Square, lakini tungo zake zimekuwa zinapata nafasi kubwa na mashabiki wamekuwa wanatamani kumwona akiperform tungo zake kama Nkenji Keke, Ifa, rekodi kama Focus, Audio Money na nyingine nyingi tu ambazo ameziachia siku za karibuni. Tudondoshe maoni yako hapo, unaona nani kwa upande wako wewe anakukosha, nani amewini zaidi? Baby, can you
you.